naomba nitumie nafasi hii kutoa wito kwa wadau wote wa mazingira nchini kuunga mkono jitihada za serikali katika utekelezaji wa afua zote zilizobainishwa katika programu hii. Katika kuhimiza jitihada za kulinda na kutunza mazingira, pamoja na mambo mengine, ningependa kusisitiza kwa wizara, mamlaka za serikali za mitaa na wadau wengine yafuatayo. Moja, mamlaka za serikali za mitaa hususan manispaa na majiji kuanzisha bustani za kijani na kuhakikisha zinatunzwa ipasavyo. Pili, mamlaka zinazotoa vibali vya ujenzi kuweka sharti na kusimamia ili kila kibali cha ujenzi kinachotolewa kiambatane na agizo la kupanda miti isiyopungua 5. Tatu, wakala wa huduma za misitu Tanzania kuhakikisha uwepo wa miche ya kutosha ili kurahisisha na kuwezesha zoezi la upandaji miti nchini. 4, sekretariat za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa na wakala wa huduma za misitu kuimarisha udhibiti wa uharibifu wa maeneo yote yanayopandwa miti. 5, ofisi ya makamu wa rais kupitia kituo cha taifa cha kuratibu kaboni kwa kushirikiana na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI kubainisha misitu inayofaa na kuisajili katika biashara ya kaboni. 6, wizara za kisekta kujumuisha fursa za biashara ya kaboni katika mipango, programu na miradi yao, hususan fursa zinazoendana na sekta husika. 6, wizara ya ardhi isimamie utekelezaji na uzingatiaji wa mipango miji na mipango miji ya matumizi ya ardhi ili kupunguza au kuondoa kabisa changamoto za uharibifu mazingira zinazotokana na matumizi ya ardhi yasiyoendelevu. 8, mamlaka za serikali za mitaa kupitia kifungu cha 89 cha sheria ya serikali za mitaa, mamlaka ya miji sura ya 288 kuimarisha mifumo ya usimamizi wa taka, hususan kuanzisha vituo vya kuchakata taka ili kupunguza kiasi cha taka katika madampo na kuchangia urejelezaji. 9, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, wizara ya maliasili na utalii na wizara ya maji kuimarisha usimamizi endelevu wa maeneo ya ardhi oevu. Na mwisho 10, taasisi za utafiti kufanya tafiti kuhusu mimea, viumbe vamizi ambavyo vinazidi kuongezeka na kuathiri mifugo na mimea mingine katika maeneo mbalimbali nchini. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi na wadau wa mazingira, swala la ulinzi na usimamizi wa mazingira halina mbadala. Kwa kuwa mazingira yetu ndio uhai wetu na uchumi wetu, wito wangu kwa kila mmoja wetu ni kuwajibika kuhakikisha kwamba swala la utunzaji na uhifadhi wa mazingira, swala la utunzaji na usafi wa mazingira likiwepo udhibiti wa taka linapewa kipaumbele. Kwa kufanya hivyo, tutaweza kulinda mazingira yetu na kupunguza athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi. Kabla sijahitimisha hotuba yangu, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, napenda kutoa shukurani na pongezi kwa wadau wote wa mazingira, hususan mashirika ya Umoja wa Mataifa, mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, sekta binafsi, vyombo vya habari na wananchi wote kwa ujumla kwa kuendelea kutoa ushirikiano kwa serikali katika jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji wa mazingira kwa ujumla. Baada ya kuyasema hayo, kwa niaba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natamka rasmi kwa maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani mwaka 2026 yamefikia kilele. Sasa nipo tayari kufanya shughuli zilizosalia, ikiwa ni pamoja na kuzindua programu ya mageuzi ya kimkakati ya mazingira endelevu Tanzania na kutoa tuzo ya Rais ya hifadhi ya mazingira. Sasa kabla
sijafanya hizo kazi, kuna wale watoto wadogo waliotufurahisha wote wale, niliwaambia nitapenda wafike huku mbele tuwaone pamoja. Wapo